نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى مولا mkarimu mwenye rehema, yeye ambaye kwa ukarimu wake tuchagua sisi wachache katika wengi aliyowajalia kuishi eneo hili ambalo tunaishi na maziwa makuu, akatutunuku neema ya Uislamu. Tumshukuru Mola wetu kwa neema hii, na tutazidi kumuomba tujalie atuthibitishe kwenye Uislamu huu mpaka hapo tutakapoondoka ulimwengu. Allahumma amin. Sala na amani tunakuwa tumwendea nabii wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi na sahaba zake takatifu na wote miongoni mwa waja wake Allah atakafuata nyayo za mtume huyo siku mwisho. Allah tujalie sote tuwe miongoni mwa kundi hili. Allahumma inshallah. Madama tumepata fursa tena, acha tukumbushane machache, labda Allah katujalia tukanufaika. Nadhani kwa wale waliokuwa jana tulizungumzia hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, Allah amridhie, akizungumza kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu ameeleza namna gani Mwenyezi Mungu anamuumba mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake. Nadhani tulifuata kwa makini, na leo tunasoma faida ya 75, na faida ya 75 min ahkami saqfi aljanin. Haya ni miongoni mwa maswali huwa tunaulizwa sana, na jana kuna mmoja aliniuliza hapa, lakini sikupenda kulipanua kwa sababu nilililaza kwamba tulizungumzia leo ahkam saqf aljanin. Dini inasema nini kunako mimba inayokuwa imetoka? Jana tulizungumzia kwamba binadamu anapuliziwa roho anapokuwa ameeneza siku 120 ndani ya tumbo la mamake. Kwa wale tulikuwa hapa nadhani tulisema hivyo. Tulisema siku 40 za mwanzo, wasema mtume ni tone la mani ambalo linakwenda linabadilika mpaka kwenye siku 40 linakuwa limegeuka damu ambayo ni jamid, ni damu ambayo ni nzito iliyoganda. Kisha kuanzia ile 41 kupanda mpaka kwenye 80, ile damu inakwenda inageuka pia kama kipande cha mnofu, kwa maana kinaenda kinabadilika kwa uslubu anaojua Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kwenye siku 80 40 ya pili. Kuanzia 81 kupanda 43 kinakuwa pia kinageuka kama nyama iliyotafunwa ambayo inakuwa sasa na umbile. Hapo ndo Allah anaanza kutengeneza umbile la binadamu. Akimaliza 43, kwa maana siku 120 kwa idadi iliyoeleweka, mwezi siku 30, ukichukua 120 ukagawa mara 30, miezi 4, siku 120 maksudio ni miezi 4. Mtume anasema thumma yursal ilayhi malak, anatumwa malaika. Tulisema anaitwa malakur rahim. Kisha akifika anamuuliza mwenye Allah, ya Rabbi, huyu ataumbwa atakuwa binadamu, kwa lugha nyingine atakuwa na uhai au ndo anaishia hapa? Allah subhanahu wa ta'ala ndo anapanga anachotaka. Ikiwa Allah amemjalia yule atakuwa hai na pia mukhallaqa, huyo ataumbwa kama wengine, atakuwa binadamu. Kwa hiyo akishaambiwa hivyo, fayanfu fihi ruh, anapulizia roho. Na roho tunakusudia baraka ni uhai. Shapulizia roho, basi ujauzito unaanza kucheza. Na kama Allah atakuwa amejibu kwamba hapana, huyo hata huja kuwa binadamu, ni kwamba ule malaika hapulizi roho, na anapokuwa hapulizi roho ni kwamba kile hakitakuwa tena kiumbe. Hiyo mimba haitozali, itatoka, itaharibika kwa lugha nyingine. Na ndio tunazungumzia leo, ujauzito unaoporomoka. Sawa, kwa maksudi, yani mwanamke na mwenzake wameamua tuitoe mimba. Wanapokuwa wameitoa ile mimba, dini inasema nini? Moja hili. La pili, kama wataitoa ile mimba haitaeneza miezi, yani siku 100 na ngapi? 120. Wakaamua hivi ijapuliziwa roho, maana si kiumbe, tuitai mtende tukaitoa. Dini inasema nini? Wameua hawakuua? Hukumu ya dini inazungumzia nini? Na tunaposema hukumu ya dini tunatafuta ni katika moja vitu vitano. Usiingize akili zako wewe,
Ukiambiwa ahkam, hukumu ya dini, ni moja vitu vitano. Cha kwanza ni alharam, hiyo inajua kila mtu. Na haram ni nini maana yake? Ma yuthabu tarikuhu imtithalan wa yuaqabu ala fa'ili. Haram ni kila kitendo chochote ambacho ukikiacha kukitenda ili hali una uwezo wa kukitenda, lakini ukaacha kwa kuwa Mungu amesema acha, ukaacha kwa kuwa dini imesema acha, ili hali una uwezo wa kukitenda. Huku kuacha kwako unapata thawabu, na ukikifanya sasa ili hali Mungu amekataza, dini imekataza, ukakifanya unapata dhambi. Kwa hiyo ukiulizwa hicho kitendo hukumu yake nini, ndio unasema haram. Mfano pombe, kila Muislamu anasema pombe ni haram, zina ni haram, na ndio kweli. Kwa nini ni haram? Kwa sababu Mungu kakataza. Kwa hiyo kuacha kwetu tu, kila Muislamu ambaye ana uwezo wa kuweza kununua pombe, anao uwezo wa kuweza kununua chupa 1, 2, 3, lakini akaamua mimi sinunui, mimi sinywi, kwa sababu dini imekataza. Huku kuacha kwako tu unapata thawabu. Ole wake yule mwenye hana uwezo. Yule mwenye hana uwezo hata ukiacha haupati thawabu. Sio wewe una kitu. Na ndio vile vile hata kwenye zina. Kila kijana, kila mwanamume, kila mzee mwenye shawa na mwenye nguvu za kiume, yani ana uwezo wa kutenda tendo la ndoa, hapana khanifu. Sawa jamani? Yani mzima katika kile Kiswahili chetu cha barabarani tunasemaga rijali. Kiswahili cha barabarani tunasemaga rijali. Na neno rijali mkiarabu maana yake ni wanaume wengi. Ndio tafsiri yake. Kiwa mmoja unasemaga rajulun, huyu mmoja. Kwa hiyo utasema wewe unasema rijalun. Sasa unakusanya wengi unakuta mtu mmoja. Timuone rijali. Ndio ni ajabu ajabu. Kama hujui lugha acha tu kwa lugha ya watu. Naam. Kwa hiyo mwanamume ambaye ana nguvu za uume, yani anaweza kutenda tendo la ndoa na ana uwezo wa kuweza kufanya nini? Kutafuta mwanamke, hasa malaya kwa lugha ile iliyozoeleka. Kusema naye unampa chake mabadizi. Una nguvu za uume na una uwezo wa kuweza kumpa hizo pesa. Lakini ukasema mimi simpi hela wala sitaki chokutenda. Huko kuacha kwako tu unapata thawabu. Ndio tafsiri ya kwamba zina ni haramu. Ama ukiwa khalifa haupati thawabu. Kwa hata ukitaka utafanya. Mungu zaidi akitaka hadithi atafanya. Hakuna thawabu. Sawa jamani? Kwa hiyo hiyo ni hukumu ya kwanza, haramu. Ya pili alwajib. Wajibu maana ni kinyume cha hiyo. Kwenye haramu tumesema ukiacha unapata thawabu, ukitenda ndio unapata dhambi. Wajibu nayo ni ukitenda ndio unapata thawabu, ukiacha unapata dhambi. Mfano sala 5. Akimuuliza mtu dini inasema nini? Sala 5 hukumu yake ni nini katika dini? Unasema wajibu. Yani kila mwenye kusali 5 anapata nini? Thawabu. Na kila mwenye kuacha anapata nini? Dhambi. Sawa jamani? Tunatoka hapo tunaenda ya 3. Ya 3 ni mdogo wake na kimoja kwa hicho. Ya kwanza tunaanza kusema haramu. Kwa hiyo tuchukue mdogo wake. Mdogo wake na haramu anaitwa makruh. Ukisikia mtu anasema makruh, maana yake ni mdogo wake na haramu. Inatofautiana na haramu kidogo. Aje. Haramu tumesema ukiacha unapata thawabu, ukitenda unapata nini? Dhambi. Tumesema hivyo. Mfano zina, mdogo wake sema makruh, ukiacha kama vile vile haramu, kuacha kwako unapata thawabu. Lakini ukitenda ukamwamini natenda, haupati dhambi. Ndio penye panaachana tu na haramu. Ukiacha unapata thawabu, na haramu ukiacha unapata thawabu. Lakini haramu ukitenda unapata dhambi, makruh ukitenda haupati dhambi. Mfano, kuingia msikitini unaanzia mguu wa kushoto. Mtume ametufunza kwamba tukiingia msikitini tuanzie mguu gani? Wewe kaamua tu na mimi sasa naanzia kushoto. Hapana kwamba umesahau ukaamua mimi naanzia kushoto. Haupati dhambi hata moja. Maana kuna mmoja anaonaga wanarudia kwanza nje wanageuza. Haina haja. Umeshaingia umeingia kaza. Sawa jamani. Maana yake ni Kiswahili kwamba haipendezi. Hiyo ndo makruh. Ukiingia chooni unaanzia mguu gani? Kwa kushoto. Wewe ukiamua mimi naanzia kulia, haupati dhambi. Nimefanya mimi naanzia kulia, haupati dhambi hata moja. Sawa jamani, makruh. Kwa hiyo tunakwenda ya 4, mustahabu au mandubu. Mustahabu kinapendeza, ni mdogo wake na ile wajibu. Wajibu tulisema ukifanya thawabu, ukiacha dhambi. Kama sala 5, kisali 5 unapata nini?
thawabu, ukiacha unapata nini? Dhambi. Ama mustahabu ambaye ni mdogo wake, ukifanya unapata thawabu kama ile ile wajibu, kufanya kwako thawabu, lakini ukiacha haupati dhambi. Mfano, usome Jumatatu na Alhamisi, akifunga mtu anapata thawabu, mwenye afungi hapati dhambi. Kwa hiyo usije ukasema kufunga Jumatatu na Alhamisi ni wajibu. Ukisema ni wajibu, ni kwamba unahukumu kwamba kila yeyote asiyefunga anapata nini? Dhambi, wakati sivyo. Imeeleweka Alafu inabakia moja sasa, safi sana, ambayo ni ya tano, inaitwa mubah. Hii safi kabisa. Yani mubah maana yake ma la yuthabu ala fa'ilihi wala yuaqabu ala tarikihi. Yote iko sawa. Mubah katika adhabu sharia ni kile ambacho ukikifanya haupati thawabu na ukiacha haupati dhambi. Yani yote iko sawa. Ukifanya upati thawabu na ukisema sifanye upati dhambi. Mfano, kulala. Kuna watu wanasema kulala ni ibada, kabudanganya na si ibada. Lala ujuavyo, upati thawabu hata moja. Na ukiamua sema usiku wa leo bisilali, takesha, haupati dhambi. Kula, watu wanapenda sana verbo manger. Ukila haupati thawabu. Ukitaka kula hot zote unazojua hautapata thawabu. Na ukiamua sasa vile usili, sitaki kula, si jamani, haupati dhambi. Umeeleweka? Hiyo ni mubah. Sasa hii mubah dini inaitizamaga kutokana na kwenye unaielekeza wewe. Ndio tunatendea hukumu. Mfano, ukasema acha nilale mapema ili niwahi sala ya alfajiri. Kumbe usingizi wako una malengo. Malengo yake ni sala ya alfajiri. Usingizi hapo utageuka kuwa ibada sasa. Sio ile kupumzika. Nimechoka zangu acha nikapumzike. Ile ni mubah. Lakini ninalala mapema kwa sababu na hapo kuna thawabu. Acha nile ili niwe na nguvu jihadi ikija nipambanie Uislamu. Hiki chakula kinakuwa ibada. Acha nifanye sport, zoezi. Asili yake ni mubah. Cheza mpira ni mubah, au ukinyanyua chuma mubah. Yaani ukicheza mpira hakuna thawabu, ukiacha hakuna dhambi. Ukinyanyua chuma hakuna thawabu, ukiacha hakuna dhambi. Ukifanya marchi, ukikimbia, asili yake ni mubah. Lakini ukitaka upatie thawabu, nia yako sasa. Kwa nini unafanya sport? Natengeneza mwili au upate thawabu. Lakini nafanya sport ili mwili uwe sawa, jihadi ikija, wewe una malengo mazuri, upata thawabu. Kwa hiyo kila mmoja akitazama unapofanya zoezi ile lako ni ukabidhi wenzako, upate thawabu. Wale vijana nakula chuma mpaka kitembea, hakuna thawabu hata hiyo. Tukuogope. Na ukipigwa na gripe kamasi na kutoka unashindwa takuisinga. Hakuna thawabu. Kwa hiyo hapa tunatakiwa tujue min ahkami sakti aljanin, mimba inapotoka hukumu yake ni ipi? Dini inasema nini? Kwa lugha nyingine, kutoa mimba ni wajibu au ni haramu au ni mustahabu inapendeza au ni makruh haipendezi au ni mubah sawa tu, hakuna dhambi. Lazima tupate hapo. Kwa hiyo qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi ma'rad sharh alhadith as-sabiq, Sheikh Ibn Uthaymeen Mwenyezi Mungu amrehemu, katika kuzidi kutupa faida hadithi ile tulisoma jana ya Ibn Mas'ud inayozungumzia namna binadamu anaumwa. Anasema Sheikh, walau saqafa aljanin qabla tamami 120 yawman, mimba ikiporomoka kabla haijaeneza siku 120, kwa maana miezi mingapi? Mingi. Sheikh anasema falaysa lahu hukmu min jihati salatu alayhi. Faida tunaipata wewe ni macho. Sheikh anasema mimba ikiporomoka haijaeneza miezi hiyo minne, falaysa lahu hukmu min jihati salatu alayhi, hiyo haisaliwi sala ya jeneza. Maana ya maswali yanakuwa sana, mke wangu mimba imeporomoka Sheikh, tunafanyaje sasa? Kwa hiyo lazima ukae kwenye madarasa huko. Ikiwa tu kama haijaeneza miezi minne haisaliwi. Kwa nini haisaliwi? Sio binadamu juu atapilisiwa roho. Sijui nimeeleweka haisaliwi, bal yukhadh wa yudfan fi ayi hufra min al-ard. Sheikh anasema bali inachukuliwa kile kilichotoka kule kwa mganga, tabu kikiomba mnakichukua tu, wa yudfan, na mnakichimbia shimo sehemu yoyote kwenye ardhi. Sio hata lazima ukipeleka makaburini. Usingoje kuita DNA, usingoje kusumbuka wala popote tu. Kama uani kwako
Kuna sehemu unaweza kuchimba, unachimba tu bila kukisalia, bila, kwa sababu sio binadamu. Wala yusalla alayhi, wala kisalii salati. Usilete ujuaji wako kwamba mimi nasalia bana. Kuna shart iwe haijaeleza siku ngapi, 120, ambayo ni miezi mingapi? Alhamdulillah. Ama idha tamma 120 yawman, ama ikiwa mimba imetoka ili hadi ilishaeleza siku 120, kwa maana miezi mingapi? Miezi 4. Hina idhin swara insan, hapo inakuwa huyu ni binadamu. Ikitoka na miezi 4 na siku 10, huyo ni binadamu. Ikitoka na miezi 5, huyo ni binadamu. Ikitoka na miezi 7, huyo ni binadamu. Kwa hiyo matokeo, fa idha saqata ba'da dhalik, ikatoka ili hali inazidisha miezi 4, fa innahu yughassal. Cha kwanza ni lazima hicho kilichotoka mkioshe kama kisimavyoosha maiti. Kwa nini? Kwa sababu ni binadamu, alikuwa ameshapuliziwa nini? Roho. Anaoshwa. Wa yukafan, na lazima kivikwe sanda. Vile vile mwanamume wote tunamvika shuka 3 na chengine takata 3 na kunje 3. Wa yusalla alayhi, na mnakisadia. Sawa. Walau kana kadru liyad, hapa ndo napenda sana. Hata kama hicho kilichotoka kitakuwa ni kidogo sawa sawa na mkono, yani hakienezi viungo, lakini labda kimetoka ni mkono au udogo wake sio na mkono, kitaoshwa, kitavikwa sanda, kitasalimu. Fa innahu yusalla alayhi, sharisema hata kikiwa kidogo sawa na mkono lazima kisaliwe. Wa yudfan fi makabiri almuslimina in kana musliman, na baada ya kukisalia mtaenda kukizika kwenye makaburi ya Waislamu kama hicho kilichotoka ni Kiislamu. Kinakuwa Kiislamu waje? Bila shaka kama wazazi wake walikuwa ni Waislamu na hicho ni Kiislamu, hamtakizika tena kwenye shimo kama kile tulichosema mwanzo ambacho kijeleza siku 20 na mpeleka makaburini ni binadamu. Katika faida nyingine, japokuwa hapa haipo kwenye kitabu hiki, maulama wanasema kwamba mzazi wa hicho ni lazima akipe jina. Yani katika maelezo sura sema hivi, ukiomba toka mimba, kuna mimba ilitoka, ipe jina. Siku ya kiyama kitafufuliwa ni binadamu. Kwa lazima utaje marehemu fulani. Alafu ndio kuuliza sasa alikufa ni miaka mingapi? Sasa mimba ilitoka, lakini jina kuna binadamu. Umeeleweka? Baada ya miezi na shekhe anaendelea kusema, wa in kana min auladi naswara, ikiwa kwamba hicho kilichotoka kinazidisha miezi 2 lakini ni katika watoto wa Kikristo, yani sio Waislamu, yani wazazi wake ni Wakristo, sawa, yani ummuhu wa abuhu min naswara, akimaanisha sio kwamba wazazi wake wawili, baba wa hicho na mama yake ni katika Wakristo, fala yudfan fi makabiri muslimin, hicho hakiziko kule kwa Waislamu. Jamani, mchukie msichukue, ndio dini. Kwa hivyo wao wana dini yao, sisi tuna dini yetu. Hata kama kuna watu wanataka watuchange kwenye dini, hatutachanganya. Dini itabaki kuwa dini tu, sawa jamani? Akubali mwenye kukubali na akatae mwenye kukataa. Ndio maana hapa tunapata darasa hapa, mfano wakaja kiongozi katika viongozi serikali, mfano akaja kusema mimi nakuja kufuata darasa, tutamwambia hauna hiyo haki. Labda uwe Muislamu kwanza, maana hapa ni msikitini. Labda uwe Muislamu, lakini kuja tu kwa wasali na wewe una maswali uliza tukujibie, alafu ukimaliza utakuwa na maamuzi ima wengine ile uchendeza, maana kama mtu alikuwa anakuuliza. Lakini ukisema ukae hapana, kama gisi na wewe ukitoka pale unasema acha tu nende zao kanisani leo kwa kwanza, hakuna ya kwenda kuona wana dini yao. Sijui kama mnanielewa. Uislamu jana nilisema somesheni watoto. Ulisi wa kuwapa watoto ni masomo. Watoto wetu wasome, tena ikiwezekana wasome elimu zote. Sijui kama mnanielewa au mnielewa. Uislamu hatakiwi kuwa kijuju. Uislamu anatakiwa nikitajwa leo ni moja, unaliloma mara 3 mara 4. Allah tuzidishie fahamu. Hakuna kitu tunacho cha thamani kwenye uhai wetu, wallahi nakwambia.
kama Uislamu, vingine vyote vinakuja baadaye. Na kinachokuja nafasi ya pili baada ya Uislamu, kasema Mtume, sio maneno yangu, ni afya njema. Ndio inakuja nafasi ya pili, afya njema. Ukishakuwa Mungu amekupa hidayah, amekupa Uislamu, akakupa na afya njema, ihmadi rabbak, shukuru Mola wako. Hata kama utakuwa fakiri au maskini, kule si utakunywa supu? Ukifa si utakunywa supu? Peponi hakuna maskini, peponi hakuna selibateri. Alafu bahati nzuri, peponi hakuna maisha ya mwisho, ni maisha ya milele. Lakini ukiwa Allah amekupa afya, akakunyima Uislamu ma ghanimta shay'an, unakuwa hujapata chochote muhimu, kwa sababu wamal hayatu dunya illa mata'u, maisha duniani ni starehe muda mchache. Hata kama Mungu akikupa ukaishi miaka 100 na zaidi, kaburini utaishi ngapi? Mingi sana. Alafu kule baada ya kufa hakuna ya mwisho, motoni jideni, khalidina fiha abada, taishi milele. Allah tulinde na moto wa jahannam. Kwa hiyo shekhe anasema inkana min auladi naswara, akiwa kama katika watoto wa Naswara, yani ummu wa abuhu min naswara, wazazi wake wawili au mama yake na baba yake katika Naswara, fala yudfar fi makabiri almuslimin, hata uziko kwenye makaburi ya Kiislamu, bali yukhraj, bali kitaondolewa, au yudfar biduni takhsir wala takfir, kama kimetoka hivyo na ni baada ya siku 120, yani kwa wengine baada ya siku 100, lakini sio Kiislamu, ni kwamba hicho kitaondolewa na kitazikwa bila kuoshwa wala bila kuzikwa sana. Yani kisha utawapa nacho kule, kama ni hospitalini, kama ni kiliporomokea chumbani huko, mtakikusanya hivyo hivyo, basi mnaenda tu kuchimbia popote hapo na dumbukiza. Mtu anaweza kuuliza swali, lakini mbona ni mtoto mdogo na hana dhambi? Inawezekana ni kweli hana dhambi. Kwa nini afanyiwe hivi? Kwa sababu sio Muislamu. Kama sio Muislamu ni najas, chafu, ipelekwa li'annahu wa in kana tiflan, sema hata ikiwa ni bebe, ni katoto kadogo, kama sio Muislamu kinafanywa hivi. Kwa nini? Fa inna ar-rasula suila an auladi al-mushrikin, walimuuliza maswahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba walikuwa na busara na akili, wakamuuliza mtume, ya Rasulullah, ma hukmu auladi al-mushrikin, watoto wachanga wa washirikina, kwa lugha nyingine wa wakafiri, wanapokufa dini inasema nini? Faqala, mtume akajibu akasema, hum minhum, au watoto ni katika wao. Majibu mafupi sana, mwenye kuelewa kaelewa. Maana kuna wakati mnakaa kule kwenye vijio mnafuta, wakifa watoto wa Kikristo wanaenda peponi, unasemaga kule mshashiba kahawa zenu. Kwa mtume anasema hum minhum, hao watoto ni katika wazazi wao, ni miongoni mwao. Kwa lugha nyingine wazazi wao tena na wao ni huko. Almuhim annahu idha tamma lahu 4 ashhur, Sheikh anasema na muhimu ni kwamba ikiwa kwamba hiyo mimba itaeneza miezi 4 na ni Muislamu, kimetoka, yughasal, kitaoshwa, wa yukafan, kitafikwa sanda, wa yusalla alayhi, na kitasaliwa, wa yudfan fi makabiri almuslimin, na kitazikwa kwenye makaburi ya Kiislamu, wa yusamma, Sheikh anasema hivi, na kitapewa jina kama tulivyosema. Alafu la muhimu sana hapa anasema wa yu'aqqu anhu ala al-arjah, baada kwa kuna ikhtilafu mafukaha. Sheikh anasema kauli raji, kauli ina nguvu, annahu yu'aqqa anhu, kinafanywa hakika kwa sababu ni binadamu. Wanafanywa hakika. Kwa nini wanafanywa hakika na kilikufa? Liyashfa liwalidayhi yawm al-qiyamah. Miongoni mwa faida ya hakika ni kwamba mzazi akifanyia hakika siku ya Kiyama, uwe mtoto utakuwa miongoni mwa kuwatetea wazazi wako. Kwa hiyo hata kikifa ni kidogo kijabale, mfanyia hakika ili kunenga huko siku ya Kiyama akutetee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani imeeleweka. Kwa hiyo hukumu hapa tumeshaipata kuhusu watoto wa Kiislamu, dini inasema nini, na kuhusu watoto wa kikafiri, dini inasema na bushra adhima lilmu'min. Faida ya pili ya 76, habari njema kwa muaminifu, kwa Muislamu. Anasema Sheikh kwenye sawa na ile hadithi, anasema anachukua lile neno la Mtume Muhammad sallallahu. Mwisho wa hadithi jana Mtume ndiye hapo akasema, fa walladhi la ilaha ghayru inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli janna
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraa fayasbiqu alayhi kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Tulionyesha jana alipowapa Mtume akasema, ninaapa kwa jina la yule ambaye hakuna mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, hakika mmoja wenu anaweza akatenda matendo ya watu wa peponi mpaka pale imebakia kusema aondoke dunia, pamebaki dhiraa, nusu mita. Matokeo kitabu kinamtangulia, yale ambayo yaliandikwa kule iko na bismillah. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, kisha anatenda matendo ya watu wa motoni. Mfano anamshirikisha Mwenyezi Mungu shiriki kubwa, au analitati kisha anakufa. Fayadkhulaha. Hapa anasema Sheikh qala rahimahullah, Sheikh anasema abshiru, anasema Waislamu abshiru, jipongezeni. Fa inna hadha alhadith muqayyad, hii hadithi ileweke haiko hivyo kiwazi, bi annahu la ya'mal bi'amali ahli aljannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli an-nar, wa amma alladhi ya'mal bi'amali ahli aljannah biqalbin wa ikhlasin fa inna Allah la yukhalliduhu azza wa jalla. Allahu akbar. Sheikh anasema hii hadithi haiko kiwazi kama unafikiria, kwamba mtu anatenda matendo ya watu wa peponi alafu imebakia kama muda tu wa nusu mita, yeye hajui maskini ya Mungu anatenda matendo ya watu wa motoni alafu anakufa anaingia motoni. Sio hivyo tukimana hivyo. Lakini Sheikh anakusudia anasema kwamba kama alipokuwa anatenda yale matendo ya watu wa peponi, yani matendo mema, aliyatenda kwa ikhlas, yani kwa lugha nyingine aliyatenda kwa ajili ya nani? Ya Allah. Aliyatenda kwa kutii amri za Allah, kwa kutaraji malipo kwa Allah, akatenda kwa kufuata sunna na mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh anasema fa inna Allah la yakhdhuluhu. Hapa ndipo uzingatie, kamwe Mwenyezi Mungu hawezi kumsondeka mwaminifu, kamwe. Nini maksudi? Kwa maana ukitaka umalize vizuri kila kinachoitwa ibada, pambana na nafsi yako ukitekeleze kwa ikhlas, usikifanye kwa ria, usifanye kwa kutafuta sifa. Maana kuna watu huwa wanajisahau, kimuuliza papa kwa nini unasali? Sheikh nisije nikakosa kunizika. Nadhani ya majibu yake. Kwa hiyo huyu anasali ili apate ni mazishi, sio ikhlas. Huyu unaweza kuangukia huko hapa tu. Kwa hiyo unasali mzee, kama ukusali atakumaliza nyumbani au talala. Yaani unasali na Mungu na baada hapo wewe hau. Yeye bosi alisema mwenye asali hana kazi, atafukuzwa. Kwa hiyo unalinda maslahi. Sio hivyo? Hapo wewe haupiti, hauvuki. Lakini tekeleza kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ni bushra kabisa. Yaani Mwenyezi Mungu kamwe hawezi kumsondeka muumini. Eti unafanya ibada kwa ikhlas, unatoa sadaka kwa ikhlas, unasoma Qur'an kwa ikhlas, dhikri kwa ikhlas, yani unafanya kabisa kwa malengo ya kutafuta radhi zake Allah. Maana Mungu anaona yaliyokuwa ndani ya nafsi yako. Allah hawezi kukupa mwisho mbaya abadan. Allah tunakuomba tupe mwisho mzuri. Hii ndugu zangu Waislamu tulichunge sana. Anaendelea Sheikh anasema wallahu akram min al-abd. Hii wallahi Mwenyezi Mungu ni karimu sana zaidi ya mtu. Na ndio maana ukimwona mtu ambaye ni mkarimu binadamu anakupa, kila ukiwa na shida anakumalizia, kila ukimuomba ni mtamu. Na ndio maana katika ukarimu wake Mwenyezi Mungu, baada ya kuumba moto na pepo, akajalia moto akaupa milango 7 na akajalia pepo akaupa milango 8. Kila mwenye akili anaelewa kati ya 7 na 8 wapi kuna idadi kubwa. Nani ndio kubwa? Ishara kwamba Mwenyezi Mungu anataka idadi kubwa waende wapi? Peponi. Allah tujalie pepo ile mafikia yetu. Yaani kama itafikia watu kwenda motoni, wakati mwingine itakuwa ni wao wameamua pia, kwa sababu Allah amesema inna hadaina sabila imma shakira wa imma kafura. Allah ameshaweka njia wazi, ameteremsha Qur'an, ametutumia mitume akiwemo Muhammad sallam, tayari ametubainishia kila kitu kiko wazi. Vya haramu vinajulikana, vya halali vinajulikana, vya wajibu vinajulikana, vya haramu vinajulikana, vilivyoruhusiwa vinajulikana, visivyoruhusiwa vinajulikana. Na kwa yule asiyovijua, Allah akasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hiyo msijua, ulizeni wajuzi. Alafu uende tu kichwa kichwa. Imma shakira, wako ile kuelewa, wanashukuru, wanatekeleza yale Mungu ameamrisha. Na wako wengine wanajua ile amri ya Mungu, wanaivuka, wanafanya madhambi.
Kwa hiyo ukienda huko usisubutu kusema ni qadar. Na ndio maana mashekhe zetu wakatambia la yajuz al-ihtijaj bil qadar fi al-ma'asi wa innama yajuzu al-ihtijaj bil qadar fi al-masaib. Haijuzu kutumia dalili ya qadar kwenye madhambi, kwenye makosa. Haijuzu, inakuwa ni ukosefu wa adabu. Yani mfano mtu ameiba, alafu wamemkamata wamepiga mpaka kumvunja mkono, unaambia huyu sasa aje kuiba, na kwamba sheikh qadar, sheikh unaambia funga kinywa, una adabu. Haijuzu kwenye madhambi kutumia qadar. Mtoto mwanamke amebebeshwa ujauzito wa haramu, unaambia wewe kwa nini unabebeshwa qadar, piga kofi. Haijuzu. Haijuzu kutumia neno qadar kwenye madhambi, ni ukosefu wa adabu. Lakini inajuzu kutumia qadar kwenye misiba, kwenye mitihani, kwenye matatizo ambayo wewe si sababu. Mfano mtu ameenda kucheza mpira, ni kawaida yake kucheza mpira, alafu kavunjika. Kuna wakati inatokea mtu anacheza mpira anavunjika. Wewe unabeba, ulivunjika yeye. Na nini? Ilikuwa anacheza mpira. Ulikuwa unacheza mpira, biashara pata hasara. Kusema kadari msiba. Na mimi mbona mwanangu amekufa? Ni kadari. Nimefukuzwa kazi, ni kadari. Yaani kuna wakati unafukuzwa kazi na sio wewe ndo sababu. Bosi tu anakuja anambia, bwana, kutokana na hali ya nchi hivyo, uchumi hauendi vizuri, inabidi tupunguze wafanya kazi. Sasa nimetizama katika kupunguza, tutaomba wale ambao tutawataja majina kwa kweli wanisamehe. Hali mimi naipelekea. Anataja na unasikia umu. Usikunje sura sheikh. Usema tu itadai. Wa inna ilayhi rajiun. Unaweza kuchukiza na jambo kumbe ni kheri kwako. Sio hivyo hiyo ni kadari. Lakini sio umekamatwa unaiba unafukuzwa, alafu watu kafukuzwa katika aliiba, hapo unasema ni kadari, piga kofi. Kadari haitumiki kwenye dhambi, inakuwa ni ukosefu wa adabu. Lakini kadari inatumika kwenye nini? Kwenye misiba, kwenye mitihani, kwenye matatizo. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, tumalizie hapa alafu tuulizane maswali. Wadalilu ala hadha alqaid, na dalili katika hii ya kuonyesha kwamba sio hadithi kwamba iko kinje, yani kinje na kusudia sio tu mtu akitenda kitu kumwambia iko hivi, inabidi ndani ya nafsi au ikhlas, au kama hamna ndio kwa hivyo. Anasema shekhe hapa, ma thabata fi sahih Bukhari, kisa ambacho ni maarufu ambacho al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake al-Jami' as-Sahih, ambao wengi tunaita Sahih Bukhari, kinazungumzia anna rajulan kana ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ghazwa. Alikuwa jamaa mmoja miongoni mwa vijana mwa watu, sisi huwa hatuiti kwamba ni sahaba kumte, lakini alikuwa miongoni mwa wale wako nyuma ya mtume. Wakana ma'ahu fi ghazwa, alishiriki pamoja na mtume kwenye vita nyingi sana. Wakana shujaan, na huyu jamaa alikuwa kwenye vita alikuwa haogopi, kwa ni shujaa kweli. Vita hata inapamba moto aje anapigania mbele kwa. Sawa jamani? Kwa ni shujaa kabisa, mukaddima na sana yuko mbele. Sio nyuma wala katikati, hapana. Mbele kwa. Tena wazama zile vita sio bunduki, ni panga au mkuki au mshale, maana sio mchezo. Vita miaka ile ilikuwa ni mtihani kwa kweli. Sasa huyu jamaa alikuwa anapigania mbele sana. La yatruku lil'adui shadha wala fadha illa qada alayhi. Alikuwa anapopambana kwenye jihad hampi mwanya adui, yani anamsogelea adui kweli wa adui hapo mpaka kieleweke. Jamaa alikuwa anapambana hapana mchezo. Fataajaba an-nasu minhu, mpaka maswahaba wengine walikuwa wanamuona ni mtu hatari. Sema huyu jamaa kwa kweli, hata kama sisi tunapigana huyu sasa ni mambo yao, huyu ni komesha. Yani watu wanamuongelea Allahu Akbar min shajaati, yani watu wanamuona waajabu, kuona jinsi hana oga, yani ingia tu anapambana kwa mchezo. Min iqdami, jinsi anapigania mbele Mtume Muhammad alladhi la yatiqu anil hawa, ambaye mtume akizungumza sio story, isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawm, siku moja mtume wetu Muhammad baada ya kusikia msema swahaba wanaona ajabu jole jamaa, mtume akawaambia wale wa maswahaba wake, ndio mnaona ajabu kwa wale jamaa apigania mbele haogopi, innahu min ahli nar, si jamani wa motoni. Kila mtu
tuliaje tena kwenye jihadi tena mbele, na ameshaua makafiri tu wengi. Sisi wa binadamu kama tunapigana, lakini tunakuwa kidogo na inaugaoga la baadhi. Unajua innahu min ahli an-nar, ndio motoni. Na mtume anapozungumza sio fikra zake, ni wahi katoka. Ana shujaa alladhi yafutuka bil adui min ahli an-nar. Maswahaba baadhi kumwambia ya Rasulullah, huyu jamaa shujaa ambaye hamuogopi adui hata awe na motoni huyu. Mtume anasema innahu min ahli an-nar, ndio motoni. Fakabura dhalika ala almuslimin, Waislamu pale ndio maswahaba wana ajabu sana, kuna jambo kubwa sana. Kila mtu kaanza kuogopa sana. Hakuna pasai kwa kujua kwa haki na kweli isipokuwa Mwenyezi Mungu, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume akasema wabima, kwa nini unashikilia tena wewe tayari Muislamu? Kwa nini hiyo shahada? Qala ar-rajul, akasema qala ar-rajul alladhi kunta innahu min ahli an-nar, ule ambaye ulisema siku za nyuma kwamba katika watu wa motoni. Ule jamaa alipofikiria mbele haswa na lahu kadha wa kadha, yamemtokea ni haya na haya na haya. Kajisikia hayo ambayo nilikwambia kwamba alipigana, alikuwa mbele, lakini majeraha makubwa, mishale ilimuumiza sana, matokeo akawa amejiangamiza mwenyewe. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hapa ndo napenda mzingatie, inna ar-rajula, hakika binadamu, la ya'mal bi amali ahli janna, anaweza akatenda matendo ya watu wa peponi, ni matendo mema, fima yabdu linnas, sawa na jinsi watu wanamuona. Yaani tunasema jamaa, yani hiki kinachoweza kuja peponi ni kifo tu, akifa tu huyo anaenda peponi, kwa sababu sisi tunahukumiana kiuinje, wakati Mwenyezi Mungu anatuhukumu kwa kutazama wapi? Undani. Nasema hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila mmoja achunge nafsi yake, usiatendi isipokuwa yanaomridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La takhafu fillahi lawmata laim, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu usiokopi lawama ya mwenye kulaumu. Sawa jamani, ile tabia kusema nitamsomea mtu, nitamshusha, nitamkomesha, usina hiyo tabia. Utamkomesha wenzako. Ukimnasihi mtu, mnasihi kwa heshima, kwa busara, kwa hekima. Sawa jamani, na ukinasihiwa pia kubali, na hata ukichukia jaribu uzuie hasira zako, usifanye unachokifanya isipokuwa kutafuta radhi zake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umri wetu ni mfupi ndugu zangu Waislamu, jitahidi sana muombe Allah kutuepusha kwa mwema, na isitokee hata mara moja ukajikuta umetoka nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiwa mkweli ndani ya nafsi yako, ukawa mkweli kwa Mola wako, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala asikufanyia khiyana. Allah subhanahu wa ta'ala atakufisha hadi ukiwa uko Muislamu, na kesho utakuwa miongoni mwa wale watakaopata pepo yake. Allah tujalie sote pepo iweze kuwa ndio mafikio yetu ya siku ya mwisho. Allahumma inshallah. Kwa leo tumeishia hapa, tunatoa saa alafu tunaulizana maswali kama 5 au 6, kisha hakuna pasai kwa kujua kwa haki na kweli isipokuwa Mwenyezi Mungu, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Qala mtume akasema wabima, kwa nini unashikilia tena wewe tayari Muislamu? Kwa nini hiyo shahada? Qala ar-rajul, akasema qala ar-rajul alladhi kunta innahu min ahli an-nar, ule ambaye ulisema siku za nyuma kwamba katika watu wa motoni. Ule jamaa alipofikiria mbele haswa na lahu kadha wa kadha, yamemtokea ni haya na haya na haya. Kajisikia hayo ambayo nilikwambia kwamba alipigana, alikuwa mbele, lakini majeraha makubwa, mishale ilimuumiza sana, matokeo akawa amejiangamiza mwenyewe. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hapa ndo napenda mzingatie, inna ar-rajula, hakika binadamu, la ya'mal bi amali ahli janna, anaweza akatenda matendo ya watu wa peponi, ni matendo mema, fima yabdu linnas, sawa na jinsi watu wanamuona. Yaani tunasema jamaa, yani hiki kinachoweza kuja peponi ni kifo tu, akifa tu huyo anaenda peponi, kwa sababu sisi tunahukumiana kiuinje, wakati Mwenyezi Mungu anatuhukumu kwa kutazama wapi? Undani. Nasema hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila mmoja achunge nafsi yake, usiatendi isipokuwa yanaomridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La takhafu fillahi lawmata laim, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu usiokopi lawama ya mwenye kulaumu. Sawa jamani, ile tabia kusema nitamsomea mtu, nitamshusha, nitamkomesha, usina hiyo tabia, utakomesha wenzako.